This is TWR, broadcasting from Eswatini. TWR, broadcasting from Eswatini. Msikilizaji wangu kwa kuchagua kutumia muda wako kusikiliza kipindi cha Neno. Mimi ni mwenyeji wako wa kipindi hiki cha Neno, Pamela Omodo, nitakukaribisha kwa wimbo huu kutoka kwa dada Christine Nguli, Kumtegemea Mwokozi. Na baada ya hapo, mchungaji Jesse Wanjala Manyelo tayari na somo letu la leo ambalo latoka kwenye kitabu cha Injili ya Marko sura ya 10. Karibu na ubarikiwe sana. Jambo ndugu msikilizaji, moyo wangu umejaa furaha ya Bwana wetu Yesu Kristo, hasa nikijua kwamba umechagua kuwa pamoja nami wakati kama huu. Nami ni tayari kabisa kushiriki nawe lile ambalo Mungu ameliweka moyoni mwangu kwa siku hii ya leo. Kama ujuavyo, tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Marko mtakatifu na bado tuendelea kujifunza kutoka kwacho. Somo letu la leo ni kwenye sura ya 10. Tujulishwa kwenye aya ya kwanza kwamba aliondoka mahali pale akafika mipakani mwa Uyahudi na ng'ambo ya Yordani. Ukirudi nyuma kidogo kwenye sura ya 9 aya ya 30, neno la Mungu latuambia kwamba wakatoka huko wakapita katikati ya Galilaya, naye hakutaka mtu kujua. Alikuwa akiondoka maeneo yale kabisa na hakutaka mkutano kumsindikiza. Sasa aingia kwenye mipaka wa Uyahudi, ng'ambo ya Yordani, iliyo na maana ya upande wa mashariki. Kama ilivyo kwa desturi, mkutano ulimkusanyikia, naye akawafundisha huku uso wake umeelekea Yerusalemu. Pamoja na hao watakaomfuata hadi Yerusalemu ni wale adui zake, yaani Mafarisayo, Masadukayo, waandishi na Maherode. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili linalo haya ya kutuambia: akaondoka akafika mipakani mwa Uyahudi, ng'ambo ya Yordani, wakutana mengi wakakutanika tena wakamwendea. Akawafundisha tena kama alivyozoea. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe? Huku wakimjaribu. Swali ambalo Mafarisayo waliuliza hawakujiuliza ili wajibiwe au kutaka kujua la kutenda, bali ilikuwa ni mtego ili wamshitaki. Walikuwa na tafakari yao kuhusu ndoa na talaka, ndiposa waliuliza swali hili lenye hila. Kumbuka kwamba
Yohana alikuwa amekatwa kichwa kwa sababu alimkemea Herode kwamba alikuwa amemwacha mkewe halali na kumchukua mke wa nduguye. Kwa hivyo iwapo Yesu atajibu na kusema la, si vyema kumwacha mkeo, itaonekana kwamba ayapinga mafundisho ya Musa na kuamsha uadui tena na Herode. Kwa hivyo lilikuwa swali la kuhatarisha maisha yake kwa jibu lolote lile, ila ilikusudiwa kwamba Yesu hatakufa kwa njia nyingine isipokuwa hiyo aliyotumwa kwayo. Kwa upande mwingine, iwapo Yesu angelisema ndiyo, wale Mafarisayo wangemstaki kwa kuwa mlegevu katika mafundisho yake. Sasa tazama kwenye aya ya 3 na 4, uone jinsi atakavyokabiliana nao. Neno la Mungu lasema hivi: naye akajibu akawaambia, Musa aliwaamuru nini? Wakasema, Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Yesu alijua kwamba watu hao walimjibu kwa jinsi hiyo, maana hilo ndilo lipo kwenye sura ya 24 aya ya 1 na ya 2 ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Hilo ambalo neno la Mungu lasema kwenye sehemu hiyo: mtu akisha kutoa mke kumuoa, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, na amwandikie hati ya kumwacha, akamtilia mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake, naye akisha kuondoka katika nyumba yake, ana ruhusa ya kwenda akawa mke wa mtu mwingine. Maandiko haya, msikilizaji, yatuonyesha wazi kwamba Musa aliruhusu talaka. Haikuwa nia ya Musa wala ya Mungu kwamba kuwepo na hali hiyo ya talaka. Muda ulipoendelea, wakuu wa kidini walifikia mahali pa kutafasiri hilo ambalo tumesoma, lenye maana kwamba ikiwa mke atauguza chakula jikoni, hilo lilikuwa la tofa kumpa hati ya talaka. Bwana wetu Yesu Kristo aliyetia hilo la msingi, nalo ni habari ya ndoa na si talaka. Ni kwenye sehemu hii ndipo ya talaka kwa mwenzie, naye asema hivi kwenye aya ya 5 hadi 9. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii, lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichounganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Jibu hili la Yesu kwa watu hawa, ndugu msikilizaji, lilikuwa la kuwarejesha hadi mwanzo wa uumbaji na kusudi la ndoa kama vile Mungu alivyofanya. Yote haya ilikuwa kabla ya dhambi kuingia ulimwenguni. Talaka haikuwa katika mpango wake wala taratibu yake wakati huo. Katika kila hali, hayo aliyokuwa amemwandalia mwanadamu, yote yalikuwa ni mema tu. Pia tunaweza kusema kwamba uuaji haukuwa katika mpango wake, ila muuaji aweza kusamehewa kama vile talaka yaweza kusamehewa pia. Napenda kusema kwamba kuna hali ambazo wale waliotalaki waweza kuoa tena kulingana na maandiko. Imekuwa kwamba mtu anapotalaki ni kana kwamba ametenda dhambi isiyo na msamaha. Mtu aliye mwongofu naye ametalaki haihitajiki kudhulumiwa kwa njia yoyote ile, jinsi mwenye dhambi hadhulumiwi anapomwamini Kristo. Kile ambacho ni wazi ni kwamba talaka ni dhambi. Bwana wetu Yesu katika kusema maneno haya aweka wazi kwamba kifungo cha ndoa ni thabiti sana kuliko kile kinachowafunganisha mtu na mzazi wake au mtu na mtoto wake. Ni kweli kwamba watu waweza kumkataa mtoto wao, kama vile ndoa yaweza kuvunjika kwa sababu ya uasherati. Zaidi ni kwamba Yesu ataka tuelewe hili, kwamba ndoa ni hilo ambalo Mungu mwenyewe aliteneza. Mungu ndiye huwaunganisha hao wawili. Hilo ndilo kusudi lake kuhusu ndoa. Chochote kilicho kinyume cha hili ni dhambi, lakini si dhambi isiyoweza kusamehewa. Kwenye aya ya 10 hadi 12, neno la Mungu linaendelea kusema hivi: hata nyumbani tena wanafunzi wake wakamuuliza habari ya neno hilo. Akawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Katika maandiko, ndugu msikilizaji, haya ndiyo maandiko mazito yaliyo kinyume na talaka. Je, tutayatafasiri vipi? Ni vyema kwamba maandiko yote yanayohusu swala la talaka kuunganishwa kwa pamoja kabla ya uamuzi wowote kufanywa. Kwenye sehemu inayonena habari hizi kwenye Injili ya Mathayo, uzinzi ndilo jambo linalotajwa kwa msingi wa talaka. Basi, kwa nini Marko hakutaja hili? Marko halitaji hili kwa kuwa haya anayowaandikia ni kwa Warumi, watu wasiojua habari ya sheria za Musa, naye Mathayo alitaja hilo
kwa kuwa awaandikia watu waliokuwa na sheria zile. Kitabu cha Warumi sura ya 7 aya ya 2 haina uhusiano wowote na talaka. Sehemu hiyo ya maandiko yasema hivi: kwa maana mwanamke aliye na mume afungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Mtume Paulo atumia sheria iliyokuwapo kuelezea jinsi mwanamke hufungwa kwa mumewe hadi mauti ya mume yamweke huru. Ili alikuwa akilenga uhusiano wa muumini na ile sheria ya Musa. Sheria ya Musa iliwashughulikia viwavyo mume au mke aliyekuwa mwasherati. Walipigwa kwa mawe hadi kufa, kulingana na sura ya 22 aya ya 22 hadi 24 ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kulingana na sheria za Musa, mume au mke aliyekuwa mzinzi alihesabiwa kama mke. Basi maandiko yatupa msingi mmoja tu ambapo mtu aweza kuchukua talaka, nao ni uzinzi. Yule asiyekuwa na hatia yu huru kuoa au kuolewa tena, ukiangalia maneno ya Yesu kwa uangalifu. Nitakuuliza ndugu msikilizaji, pamoja na hili ambalo tumelisema hapa, usome kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7, nao utapata maelezo zaidi kuhusu haya tuyanenao. Kwenye aya ya 13 hadi 16 neno la Mungu linatuambia haya: basi wakamletea watoto wadogo ili awapate. Wanafunzi wake wakawakemea, ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo, hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Katika maandiko, msikilizaji, hakuna habari kuhusu Yesu kumkumbatia yeyote, ila hapa tu. Naye akumbatia kina nani? Awakumbatia watoto, maana yeye ndiye atawapokea. Mtoto anapokufa kabla ya kufika umri wa kuwajibika, mtoto huyo huingia katika raha yake Mwenyezi Mungu, maana wao ni wake. Haitupasi, rafiki yangu, kusubiri hadi watoto wawe watu wazima ndipo tuwazungumzie au kuwanenea habari za kumfuata Bwana Yesu Kristo. Lazima kuwajulisha kwake mapema, maana wao pia wana ufahamu kumhusu Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 17 na hiyo aya ya 18, neno la Mungu linasema hivi: hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Msikilizaji, katika siku hizi ambazo ni kipeo cha chumbavu wa kujikusanyia mali, kisa hiki cha huyu kijana tajiri aliyemjia Yesu ni fundisho kwetu sasa hivi. Mathayo atuambia kwamba huyu kijana hakuwa tu tajiri, bali alikuwa na cheo chake katika jamii. Swali alilouliza lilikuwa ni sawa kwa kila mmoja anayeishi chini ya sheria. Kijana huyu aliishi chini ya sheria na alitaka kujua hilo anallohitaji kutenda ili aurithi uzima wa milele. Yesu aliposikia jinsi alivyomwamkia, alimtaka kijana yule afikirie zaidi kwa nini kumuita mwema. Hakuna aliye mwema ila mmoja tu, naye ndiye Mungu. Kwa kumuita Yesu kuwa mwema, alikuwa na maana kwamba Yesu ni Mungu. Sasa kulingana na swali lake, Yesu amjibu kama ifuatavyo kwenye aya ya 19 na kuendelea. Neno la Mungu linasema hivi: wazijua amri, usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Amri hizi ambazo Yesu alimtajia kijana huyu ni zile zinazohusu uhusiano kati yake na mwanadamu. Bwana hakunena naye kuhusu uhusiano wake na Mungu, bali uhusiano wake na mwanadamu. Kwa ujasiri tuona kwamba mtu yule alijibu na kusema amezishika zote tangu utotoni. Kwenye aya ya 20 unaendelea kutuambia hivi: ukauze ulivyo navyo vyote, wape maskini, nao utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu alimwambia kijana huyu kwamba alikuwa amepungukiwa na neno moja. Nalo ni lipi? Hilo ni lile linalohusu uhusiano wake na Mungu. Lililokuwa na mzuia kuwa na uhusiano na Mungu ni mali yake.
alikuwa amemwita Yesu kuwa ni mwema, naye angelimfuata Yesu, angelifahamu kuwa yeye ni mwema, maana yeye ni Mungu. Yesu, wakati huu ambapo Yesu alikuwa akinena naye, miezi zilikuwa zimesalia chache tu kabla ya kusulubishwa kwake msalabani. Hilo alilohitaji, yaani uzima wa milele, angelipekea katika ule msalaba wa Yesu Kristo. Ila kijana yule alikunja uso kwa neno hilo, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Ujumbe tunaoupata kwenye sehemu hii ya maandiko ni kwamba kupenda fedha ndiyo mwanzo wa kila uovu. Haya ndiyo Mtume Paulo alinena unaposoma kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 aya ya 10. Fedha, msikilizaji wangu, zenyewe si mbovu wala hazina uovu wowote ule, lakini kuzipenda ndiyo uovu. Elewa hili ya kwamba mtu anapopenda mali huwa ni vigumu sana kwake kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwenye aya ya 23 hadi 25, neno la Mungu nasema hivi: Yesu akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi wake, jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia, watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Rafiki yangu, kama tujuavyo, ni vigumu ngamia kupenya katika tundu ya sindano, ila kwa Mungu ni lipi lililo gumu? Fahamu kwamba lile ambalo lipo hapa ni kwamba kutokana na kupenda mali au kutegemea mali, hilo husababisha mtu kutomtegemea Mungu, na hivyo kufanya hali yake ya kuingia mbinguni au katika ufalme wa Mungu kuwa vigumu mno. Hebu tugeukie aya ya 26 na 27, tuone hilo ambalo lipo. Neno nasema hivi: nao wakashangaa mno, wakimwambia, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Hakika ndugu msikilizaji, wanadamu hawezi kutenda zaidi ya uwezo wake. Yesu tu ndiye aweza kutenda. Watu wamedanganyika leo kwamba waweza kununua chochote wakitumia fedha. Lakini hebu sikia hili: fedha zaweza kukununulia kitanda, ila si usingizi. Zaweza kukununulia chakula, lakini hamu ya chakula haziwezi kukununulia. Fedha zaweza kukununulia dawa, lakini haziwezi kukununulia afya. Fedha zaweza kukununulia makao, lakini si nyumba. Fedha zaweza kununua almasi, lakini si upendo. Fedha zaweza kununua kiti kanisani, lakini si uzima wa milele au wokovu. Bwana Yesu alimwalika kijana yule aondoe hilo lililokuwa kizuizi kati yake na Mungu, ili aweze kupokea ule uzima wa milele kwa kumfuata Yesu, maana alikuwa ametambua kwamba Yesu ni mwema, yaani yeye ni Mungu, na basi kumfuata Mungu ili apate huo uzima wa milele. Lakini haikuwa hivyo, maana kijana yule alikwenda sana kwenda mbali na hilo ambalo lingempa uzima. Ni ombi langu kwamba hilo halitakuwa sehemu yako hata kidogo. Kwenye aya ya 28 hadi 30, neno la Mungu lasema hivi: Yesu akaanza kumwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Yesu akasema, amin nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na ujira, katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Kwa mara nyingine tena, ndugu yangu, kwa kupanda na msemaji wa wanafunzi jina lake Petro, aliponena haya, Yesu hakumkemea, bali alimjibu na kumhakikishia kwamba ni lazima watapokea sehemu yao, si hapa tu, bali pia katika ulimwengu ujao. Msingi wa mibaraka hiyo ni kwa kuwa walijitolea kwa ajili yake na kwa ajili ya Injili. Aya ya 31 yasema hivi: lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Hili ambalo Yesu anena hapa nahusu wakati ambapo thawabu zile zitakuwa zikitolewa kwa waumini. Aya ya 32 hadi 34, haya ndiyo twayapata: nao walikuwako njiani huku wakipanda kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa akiwatangulia. Wakashangaa, nao katika kufuata wakaogopa. Akawatoa tena wale tenashara, akaanza kuambia habari za mambo yatakayompata, akisema, angalieni,
tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Watamtia mikononi mwa mataifa, nao watamdhihaki na kumtemea mate na kumpiga mijeledi na kumuua, na baada ya siku tatu atafufuka. Kufikia sasa, msikilizaji, waona kwamba Yesu ameuelekeza uso wake kwenda Yerusalemu, naye awaambia wanafunzi wake kwamba aenda kule ili afe. Katika kutajia mauti yake, ataja kuhusu ufufuo wake pia. Kwenye aya 35 hadi 38, neno la Mungu linaendelea kutuambia hivi: na Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo wakamwendea wakamwambia, Mwalimu, tunataka utufanyie lolote tutakalo kuomba. Akawaambia, wataka niwafanyie nini? Wakamwambia, ukijalia sisi tuketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako. Yesu akawaambia, hamjui mnaloliomba. Waweza kunywa kikombe ninyweacho mimi, au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Hili ambalo tulisoma kwa habari ya ndugu hao wawili ni lile ambalo tulijifunza kwenye Injili ya Mathayo aya ya 39 na 40. Neno la Mungu linaendelea kutuambia hivi: wakamwambia, twaweza. Yesu akawaambia, kikombe ninyweacho mimi mtakinywea, na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekewa tayari. Kulingana na neno lake Kristo na pia ungamo la hao ndugu wawili, sababu kwamba Yakobo aliuawa naye Yohana akatupwa kwenye kisiwa cha Patimo kwa ajili ya neno lake Bwana na jina lake. Hilo ndilo Yesu alikuwa na maana nalo, kwamba batizo watabatizwa katika ubatizo wake, na pia kikombe anyweacho ndicho watakachonywea pia. Kumbuka hili ya kwamba Yesu hakusema kwamba nafasi hizo hazikuwepo, ila alilomaanisha ni kwamba nafasi hizo hazikuwa za kutolewa kiholela. Rafiki yangu, kuingia mbinguni ni kipawa cha bure kwa imani katika Kristo Yesu, lakini kwa habari ya thawabu, hilo ni jambo unalohitaji kulifanyia kazi. Kwenye aya ya 41, neno la Mungu linasema hivi: hata wale 10 waliposikia wakaanza kuwakasirikia Yakobo na Yohana. Asili ya kibinadamu hapa tunaiona ikiinuka katika wale 10, nao wakaanza kuwakasirikia, jambo ambalo lilimfanya Bwana kuwafundisha kanuni nyingine kuhusu uongozi na nyadhifa ambazo watu hutaka sana, yaani kuwa wa kwanza au mbele. Hii ni kuanzia aya ya 42 hadi 44, ambayo yasema hivi: Yesu akawaita akawaambia, wajua ya kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa watawala kwa nguvu, na wakubwa wao watumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza kwenu atakuwa mtumwa wa wote. Njia ya Mungu kuhusu uongozi, ndugu msikilizaji, ni kuwachukua hao walio wanyenyekevu wanaowatumikia watu na kuwafanya kuwa viongozi. Sasa kwenye aya ya 45 aweka wazi kusudi la kuja kwake kama ifuatavyo, huku akiunganisha kanuni ya utumishi au kuwa kiongozi. Neno nasema hivi: kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Baada ya Yesu kuwapa kanuni ile, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 10 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 46 hadi 52. Hebu sikia: hata alipokuwa akifika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu, unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, nenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Kisa hiki ambacho kipo kwenye Injili ya Mathayo na Luka pia kimewafanya watu wengi kuona kana kwamba maandiko yajipinga yenyewe.
Hilo walifanya kwa kuwa hawawezi kuona jinsi mambo yalivyo. Mathayo anena kuhusu watu wawili vipofu, ila Marko ashughulika na Bartimayo pekee. Kwa yeye ndiye alisema kati ya hao wawili. Bali na hayo, ndugu yangu, na muhimu ni hivi, ya kwamba baada ya kutokea kuona, Bartimayo alimfuata Yesu. Siku chache baadaye akamwona ameangikwa msalabani. Je, habari gani wewe? Umeuona wokovu wa Bwana? Unapomwamini Yesu, mara moja utapokea kuona, nawe utapata kuona kweli na kuifuata ile kweli, na kisha kweli hiyo utapata huru na utakuwa huru kweli kweli. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umenipa pamoja na ndugu yangu, ili tupate kushirikiana katika neno lako ambalo ni uzima wetu, na pia natupa mwanga katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza leo hii, mambo makuu ya ajabu ambayo yatufahamisha kile ambacho Kristo anatuhitaji tutende maishani mwetu, kusudi tupate kukupendeza wewe kwa njia yako. Tazama Bwana, tumejifunza habari za uongozi, tumejifunza habari za kukufuata, ni mengi ambayo yatupasa kama watoto wako. Hivyo naomba kwamba utamwezesha ndugu yangu msikilizaji kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu na kwa neema yako, ili apate kukupendeza kwa kuyatenda hayo ambayo umemfunulia leo. Haya najua kwamba ndio utakayeyatenda, maana yamo katika mapenzi yako, na tena nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Kwa vyovyote, ndugu msikilizaji, unapotazama ulimwengu jinsi ulivyo, utajiuliza iwapo watu ni vipofu. Ni kweli kwamba watu wengi ni vipofu, maana Mungu wa ulimwengu huu amewapofusha wasipate kumgeukia Kristo, hivyo wapate kuona kweli na kuwekwa huru kutokana na dhambi zao. Lakini wewe unapoendelea kutembea katika Kristo na unapoendelea kumtegemea, lazima wale watu wataona matendo yako kwa njia hii ya asili, na hivyo kumgeukia Bwana Yesu Kristo, sababu kinachofunika macho yao ya kiroho kitaondolewa, nao watamwamini Yesu Kristo na kumfanya awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa utukufu wa jina lake. Hilo ndilo ombi langu kuhusu, na najua kwamba hilo ndilo Mungu atalitenda. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kuona hayo ambayo Mungu ataka tuyafahamu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Ndugu yangu, kama vile mchungaji ametuhimiza, ndivyo atahitaji kutenda, yaani kulingana na neno la Mungu. Maswali na mambo yaliyo kawaida kwetu kama wanadamu, naye Kristo wa Mungu kwa neno lake atatajibu. Hata hivyo, napenda utuandikie hilo unalolihitaji kushiriki nasi, iwe ni swali au maoni yako kuhusu kipindi hiki cha neno. Pamoja na hili, waweza kuwa mshiriki wa kuendeleza neno hili kwa kujitoa kifedha, kiwango ambacho Mungu ataweka moyoni mwako kwa ajili ya huduma hii. Tukipokea katika jina la Yesu. Andika hundi yako kwa Transworld Radio, kisha uitume kwa anwani ifuatayo, na pia ukiwa na maswali yoyote, tumia anwani hiyo hiyo. Andika hivi kwa taarifa: kipindi cha neno, Transworld Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Transworld Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji Jofre Wanjala Munialo atakuwa akiendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Marko, sura ya 10 na 11. Neema ya Kristo iwe nawe. Mimi mwenyeji wako Pamela Umodo, na neno litaendelea.
미셸 총리와 가진 면담에서 격차를 느낀다고 말하기도 했습니다.